Chama cha ACT Wazalendo kimekutana kufanya mazungumzo na mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye alitoa nchini Tanzania kwa ajili ya kujadili hali ya kisiasa pamoja na kuzungumza na viongozi wa serikali kufuatia matukio ya Oktoba 29, 2025, huku akiahidi pia kukutana na viongozi wa vyama vya kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha ACT Wazalendo, amesema kiongozi wa chama akutana na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika. Leo tarehe 10 Machi 2026, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Dorothy Sem akiambatana na katibu wa idara ya mambo ya nje wa ACT Wazalendo ndugu Mwanaisha Mdeme wakutana kufanya mazungumzo na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika ndugu Parfait Onanga Nyanga. Mazungumzo hayo yamefanyika kwenye ofisi ya ubalozi wa Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yake, kiongozi wa chama amemweleza wasiwasi wake kuhusu mwenendo wa kisiasa ulioshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na unaoendelea kushuhudiwa hivi sasa, ambao si wa kuridhisha: ukandamizaji wa kidemokrasia, umenyaji wa haki, uhuru wa raia na vyombo vya habari, wizi wa kura, kukanyagwa kwa haki za kisiasa, vitisho pamoja na matumizi ya nguvu dhidi ya wananchi wanaodai haki za kidemokrasia yameendelea kutawala nchini. Mbali na wizi wa wazi wa uchaguzi uliofanyika kote Tanzania bara na Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, kiongozi wa chama ameeleza masikitiko ya ACT Wazalendo na Watanzania kwa ujumla kufuatia madhira makubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu, hususan mauaji ya raia yaliyofanywa na vyombo vya dola wakati wa uchaguzi huo, matukio ambayo yameacha maumivu makubwa katika mioyo ya Tanzania kwa kuwapoteza ndugu zao. Katika hili, akirejea msimamo uliowekwa na chama, kiongozi amesisitiza ACT Wazalendo itambue tume iliyoundwa na rais kuchunguza mauaji hayo, kwani rais ni sehemu ya serikali inayotuhumiwa kutenda mauaji husika. Amerejea mapendekezo ya chama ya kuunda kwa chombo huru na cha kimataifa kinachoaminika ili kufanya uchunguzi wa kweli wa vitendo hivyo na kuchukua hatua dhidi ya waliohusika. Ametoa wito kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa kulipa uzito swala hili na kuweka msukumo ili kusaidia utekelezaji wa swala hili muhimu katika kufikia uwajibikaji na kurejesha amani na utengamano wa Tanzania. Kiongozi wa chama amesisitiza umuhimu wa kuchukuliwa hatua za uwajibikaji ili kurejesha amani ya wananchi katika mifumo ya kisiasa na kisheria nchini. Aidha, kiongozi wa chama ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa na demokrasia nchini Tanzania na kusaidia juhudi za kuhakikisha haki, uwajibikaji na utawala wa sheria vinazingatiwa. Pamoja na hayo, kiongozi wa chama amesisitiza ili kujenga misingi ya ukweli ya demokrasia, suluhisho la kudumu la changamoto za kisiasa nchini linahitaji kufanyika kwa mageuzi ya msingi wa kisiasa na kikatiba, hususan kuharakisha wa mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi itakayohakikisha uwepo wa uchaguzi huru, za haki na zinazoaminika. Amesema kwa sasa Tanzania chaguzi hazina sifa yoyote ya kuitwa chaguzi huru, za haki na wala haziaminiki. Kwa upande wake, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ndugu Parfait Onanga Nyanga ameeleza kuwa nia ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni kuona nchi zinakuwa na mifumo ya kuzuia na kudhibiti migogoro ili kudumisha amani. Amesisitiza pia kuona wadau wa demokrasia wanatumia yaliyotokea Oktoba 29, 2025 kama funzo la kuboresha misingi ya kidemokrasia na haki ili kuhakikisha matakwa ya wananchi yanaheshimiwa na kwamba mamlaka zinaongoza nchi kwa kuzingatia katiba na sheria.